Hata tunaposoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 31-32, naomba kusomee. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa. Ni 32a. Siri hiyo ni kubwa. Kwa hapo tunaona kuacha. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kuacha wazazi. Unawaachaje kimwili hata kifikra? So kwamba hatukati mawasiliano, tumaishi kwamba tunakata mawasiliano yale ya salamu. Tunawaacha ile sasa, akili yako ijue kabisa sasa ninaingia kwenye ndoa. Unaanza kujitegemea. Kama ambavyo wazazi wako walivyokuwa wakijitegemea. Yes. Kwa hiyo unaondoka kwa staili hiyo, na kimwili utarudi kuwasalimia. Lakini unaondoka hivyo. Alafu kitu kingine kikubwa, kuambatana. Unaambatana kihisia. Wakati mwenzako, wakati wa furaha mnashirikiana, wakati wa huzuni mshirikiana, hapo mnaambatana kihisia. Ndio inazaliwa hapo kwamba sio vyema uwe peke yako. Ni ili unapokuwa unakutana na mambo katika safari ya maisha, unakuwa na mtu ambaye anakushika mkono, anakusaidia kuendelea mbele. Na leo tuna ndoa za jinsia moja, tunasikitika sana kutamka mambo kama hayo. Lakini hizi zimezaliwa na wanadamu. Ndoa iliyozaliwa au kuanzishwa na Mungu ni ya watu wawili wenye jinsia tofauti. Ndio maana Adamu hakuletewa mwanaume mwenzake, aliletewa Eva. Ni mfano wa kutufundisha sisi kwamba kama wewe ni mwanaume unahitaji mwenza wako sio wa kiume, unahitaji mwenza wako wa kike. Na kama wewe ni mwanamke unahitaji mwenza wako wa kiume. Wenza wawili wa jinsia za kufanana hawawezi kuongeza familia. Wanaume wakioana hawawezi kupata mtoto. Wanawake wakioana hawawezi kupata mtoto. Kwa kama kusudi la ndoa pia ni kwa ajili ya kuongeza uzao, basi tunahitaji jinsia mbili tofauti. Na hapa tukisema ndoa inazaa kitu kinaitwa pia tendo la ndoa. Hatuwezi kuwa na uzao bila tendo la ndoa, na lenyewe linaitwa tendo la ndoa. Ina maana ni ndani ya ndoa na sio nje ya ndoa.